Piga magoti kuomba, mshukuru Mungu usiku, atakujibu maombi kwa imani. Piga magoti kuomba, mshukuru Mungu usiku, atakujibu maombi kwa imani. Sikiliza neno la Bwana, sikia. Ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuangalia somo muhimu ambalo nilitoa ahadi ya kwamba kuna siku tutajifunza somo hili. Mara baada ya kutoa somo la ukweli kuhusu Christmas au kile ambacho kimejificha nyuma ya sherehe ya Christmas, maswali mengi yaliibuka. Vipi kuhusu sikukuu ya Pasaka? Nianze kwa kusema hivi. Baadhi ya watu katika somo la Christmas walielewa vibaya, baadhi, wachache sana. Ukienda kuliangalia ile somo pale katika comments, utaona kwamba kuna wengine ambao wameelewa tofauti na kile ambacho kimekusudiwa katika somo lile. Somo lile halina maana ya kwamba hatuamini kwamba Yesu alizaliwa. Hapana. Tunaamini kabisa Yesu alizaliwa, Yesu akafa, Yesu akafufuka. Lakini somo lile lilielezea kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ni tarehe ya kubuniwa. Si tarehe ambayo ina mashiko katika Biblia. Lakini haina maana ya kwamba tusisherekee kwamba Yesu amezaliwa. Hapana. Mgogoro ni pale ambapo unapoambia watu amezaliwa tarehe fulani ambayo haimo katika maandiko. Sasa swali likaja, kama ni hivyo, vipi kuhusu kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, sherehe ambayo ina umaarufu mkubwa sana duniani kwa jina la Pasaka? Nayo je, ina mashiko katika Biblia? Leo tunaanza kuchimba tena. Tuangalie Biblia, tuangalie na vitabu vya kihistoria. Na baada ya kuangalia maeneo haya mawili, kumbuka, hatulazimishi mtu kufuata chochote kile, ila wewe mwenyewe kwa utashi wako na kwa kile ambacho utakiona kama ushahidi, utafanya maamuzi mwenyewe kwa mujibu wa kile ambacho umejifunza. Watu wengi leo katika dunia hii wana changamoto ya kuhitaji kutoka nje ya boksi. Na maanisha nini? Kile ambacho alijifunza na akaaminishwa, anataka abaki hapo hapo. Kwa hiyo ukileta dhana au wazo tofauti na kile ambacho amekizoea, wengi wanajenga dhana ya upinzani. Pasaka ni nini? Nahitaji sasa hivi wewe mtazamaji pamoja na mimi hapo ulipo, imani yoyote ulionayo kuhusu Pasaka kwa sasa iweke pembeni, ili tuache Biblia na historia iseme. Hivi vitu viwili ndivyo vitufundishe sisi kujua Pasaka ni nini na ina ukweli gani. Kwa hiyo imani yako, imani yangu tuziweke pembeni. Tuanze kuangalia Biblia na historia, vituchambulie vitu hivi viwili, na vikituchambulia vizuri ndipo tutaweza kuelewa tunachokiamini ni nini. Maana inasikitisha kwamba leo watu wengi sana wakisikia neno Pasaka wanafikiria kifo cha Yesu na ufuko wake. Sio kosa, ni sahihi. Na ukitazama vizuri maneno haya mawili, Pasaka na neno ambalo tumelizoea sana la Kiingereza Easter, utagundua ni maneno mawili tofauti. Lakini kwa sababu tumeyazoea, hatuwezi kuona tofauti yake. Sikia. Unajua kwamba watu wengi wanatembea katika imani za kidini ambazo zimefungwa katika mafumbo ambayo hata hawajui. Ni sawa na mtu ambaye anatembea huku amefungwa kitambaa, lakini anaenda tu. Neno Pasaka lina asili ya neno la Kiingereza Passover, yani pita juu. Ndani yake pia kuna neno la Kiebrania Pascha, tutaliona kwa kina zaidi. Ni tofauti kabisa na neno Easter ambao tumelizoea kulitumia hasa wakati wa Pasaka. Utofauti wake ukoje? Wayahudi wanapoongelea neno Pasaka, wao, yani kwa Kiingereza Passover, ilikuwa ni sikukuu ya kukumbuka kutoka utumwani. Utumwa gani waliokuwepo? Walikuwa katika nchi ya Misri. Kule kulikuwa na kitu ambacho kilifanyika. Wakati wakiwa pale Misri, Mungu alipopiga pigo la mwisho, ambalo pigo la mwisho ilikuwa ni pigo la kuua wazaliwa wa kwanza wote wa Kimisri. Mungu alitoa mwongozo, akawaambia Waisraeli ya kwamba kila mmoja achinje kondoo na aweke alama ya damu katika miimo ya nyumba zao. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 fungu la 14, Biblia inasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu,
lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Sikiliza vizuri maneno haya kwenye Kutoka 12:14. Hapo ndipo asili ya Pasaka ya kwanza. Anasema na ile damu, kumbuka nimekuambia watachinja mwanakondoo wa Pasaka, na wakichinja yule mwanakondoo watapaka damu katika miimo ya nyumba zao, kama ambao tumekuonyesha katika picha hiyo hapo, ni mfano wake tu. Sasa anasema hivi, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. I will pass over. Ndiyo maana ya neno Pasaka, pass over. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, huyu malaika ambaye anakuja kwa ajili ya kuadhibu wazaliwa wa kwanza wa Kimisri, atakapoiona damu katika miimo ya nyumba atapita juu. Kwa hiyo neno Pasaka maana yake ni pass over, kupita juu. Huyu malaika wakati anakuja, ambaye alikuwa anaua wazaliwa wa kwanza, ishara ya kujua hii nyumba ni ya Mwebrania, hii nyumba ni ya Mwisraeli, ilikuwa ni kuangalia miimo ya nyumba zao. Wanaangalia kwenye mlango, akiona damu alikuwa anapita. Na kwa wale ambao wamefuatilia vizuri masomo haya, nilisema kwamba baadhi ya Wamisri waliona Waisraeli wakifanya kile kitendo, nao wakapaka damu. Malaika alipokuja aliwapita wale Wamisri, hakuwaua. Ina maana kwamba huyu malaika ishara yake kubwa ambayo alikuwa anataka kuiona ilikuwa ni damu. Kwa hata kama ungekuwa ni Mwafrika ukawa pale siku ile ukaona kinachofanyika, yani inamaanisha kama ungekuwa labda ni Msukuma, maana Wamisri ni Waafrika pia, kama ungekuwa Mchaga, kama ungekuwa Mpare ukaona, ungekuwa Mjaluo ukaona, ungekuwa Mkikuyu kule Kenya ukaona, ungekuwa Mkamba ukaona, ukapaka damu katika nyumba yako, huyu malaika angekupita na wewe pia, kwa sababu hii ndio ilikuwa ishara pekee. Sasa tuangalie vizuri Kutoka sura ya 12 fungu la 11. Ninasoma Kiswahili cha kisasa ambacho wengi wenu mnajua ninakipenda sana. Anasema, na hivi ndivyo mtakavyomla mnyama huyo: mtakuwa mmejifunga mikanda viunoni mwenu, mmevaa viatu na fimbo zenu mikononi, tena mtamla kwa haraka. Hiyo ni Pasaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa utakaposikia neno Pasaka kwenye Biblia, ujue asili yake ilikuwa ni hapa. Ilikuwa ni wakati wa pigo la mwisho la Wamisri walivyopigwa, na Mungu akahitaji kupiga, lakini akatenganisha kati ya Wamisri na watu wake. Kwa hiyo ikabidi achinjwe Pasaka, yaani mnyama yule, na damu yake ipakwe katika ile miimo ya nyumba, ili malaika apite juu, yani a pass over, Pasaka. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 5 fungu la 7, anatuonyesha kwamba Pasaka wetu leo hii ni nani, ambaye anatusaidia ili kinachoharibu kikija kipass over, kipite juu. Pasaka wetu leo ni nani? Kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 5 fungu la 7, Biblia Kiswahili cha kisasa inasema hivi: jitakaseni mkatupe mbali chachu ya kale, ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu, kama mnavyopasa kuwa, maana Kristo Pasaka yetu amekwisha tolewa sadaka. Kwa hiyo leo hii sisi wa Kristo tunaoishi katika Agano Jipya hatuchinji tena kondoo kama Waisraeli wa zamani wanavyofanya, japo ukifika Israeli mpaka leo wanachinja kondoo, wale ambao hawamwamini Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Pasaka wetu amekwisha kuchinjwa, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu ndiyo pekee inayotumika leo kutuepusha na mapigo yanayokuja kupiga dunia. Sasa sikiliza vizuri hapa. Kama damu ya mnyama ilimsababisha malaika anayeharibu apite juu, si zaidi sana damu ya Yesu Kristo ambaye yeye ni Pasaka wetu? Atatuepushia magonjwa, lakini zaidi sana itatupatia uzima wa milele. Ndiyo maana siku zote nimeendelea kukazia kwamba hakuna wokovu kwa mwingine yeyote isipokuwa kupitia Yesu Kristo. Damu yake inatupatia sisi kupona dhidi ya mapigo yote ambayo yataletwa. Kwa mfano, kabla ya Yesu kuja, kutakuwa na mapigo 7 ambayo yatapigwa duniani hapa, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo, wakati mpinga Kristo akiwa ameishikilia hii dunia. Mapigo 7, na mapigo 7 wakati yanapigwa, watakatifu wa Mungu watakuwa hapa hapa. Japo ninajua kwamba kuna baadhi ya watu ambao katika unabii huu wanafundisha kwamba wakati wa mapigo 7 kanisa litakuwa limenyakuliwa. Sio kweli.
Kwa mujibu wa Biblia, kanisa litakuwa hapa hapa duniani, lakini halitapatwa na mapigo. Kwa nini? Litakuwa linalindwa na damu ya Yesu Kristo ambaye ndiye Pasaka wetu. Kitabu cha Yohana sura ya 18 fungu la 28 anasema, kisha wakamchukua Yesu kutoka kwa Kayafa mpaka Praitorio, nayo ikawa alfajiri, lakini wao wenyewe hawakuingia ndani ya ile Praitoria, wasije wakanajisika, bali wapate kuila Pasaka. Andiko hili ina maana gani? Ina maana ya kwamba Yesu alikamatwa wakati wa Pasaka. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye Pasaka wetu. Sasa kumbe yule kondoo wa zamani wa Pasaka ambaye alikuwa anachinjwa na Waisraeli, ambaye alikuwa ni ishara ya wao kutoka katika utumwa, kumbe aliashiria pia ujio wa Yesu Kristo ambaye ni Pasaka wetu. Ndiyo maana Yesu alikamatwa wakati wa Pasaka. Kwa hiyo ni kweli kabisa ya kwamba Yesu alikamatwa wakati wa Pasaka ya Wayahudi, na Yesu alikufa wakati wa Pasaka ya Wayahudi. Sasa kama Yesu alikamatwa wakati wa Pasaka wa Wayahudi na alikufa wakati ule, kumbe tunao uwezo wa kutambua sikukuu ya Pasaka ni lini, kwa sababu tumeshaona kabisa kwamba kumbe alikamatwa wakati wa sikukuu ya Pasaka ya Wayahudi. Hivyo basi, kama tukijua sikukuu ya Wayahudi ya Pasaka ilikuwa mwezi gani, tunaweza tukajua Pasaka ni lini. Kwa hiyo hapa hakuna mgogoro wa kuhangaishana sana kama Christmas ilivyokuwa. Hapana, hii ni rahisi sana. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 fungu la 2, Biblia inasema, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Kumbe ule mwezi ambapo Pasaka ilifanyika, wao wanauhesabu kwamba ni mwezi wa kwanza kwao, na ilikuwa inafanyika siku ya 14 ya mwezi huo. Kumbuka nimekwambia hivi, neno Pasaka kwa Kiingereza ni Passover na wala sio Easter. Japo Easter imelazimishwa iwe na maana ya Pasaka hata kwa baadhi ya dictionary. Ukiangalia neno Easter watakwambia ni neno Passover au Pascha au Pasaka. Sio kweli. Kwa hiyo Passover ya Wayahudi ilikuwa inafanyika wakati gani? Nilijaribu kuangalia katika mtandao wa Wayahudi ambao unaitwa My Jewish Learning, nikapata maneno haya: Passover 2020 begins at sundown on Wednesday, April 8th and ends Thursday evening, April 16. The first Passover Seder is on the evening of April 8, and the second Passover Seder takes place on the evening of April 9. Kwa mujibu wa Wayahudi ambao wanashika Pasaka mpaka leo, wanaamini kwamba mwaka wa 2020 Pasaka itakuwa tarehe 8 wakati wa jua kuzama, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia siku inaanza jua likizama na inabadilika jua likizama, na wala sio saa 6 ya usiku. Kwa hiyo Wayahudi mpaka leo wanaoshikilia Pasaka wanasema mwaka 2020 Pasaka itakuwa Aprili 8. Baadaye nitakuambia ni vigezo gani ambavyo wanaviangalia. Wanaangalia muandamo wa mwezi kwa kifupi, ambao pia wapagani nao walikuwa wanafanya hivyo pia. Kwa hiyo anasema itakuwa ni Aprili 8 na itaisha Aprili 16. Sasa kwa upande wa Wayahudi pia kuna madhehebu yao kadhaa, na sherehe zao zinasherekewa kwa itikadi tofauti kutokana na madhehebu. Ni kama vile unavyoona katika Uislamu. Katika Uislamu pia inapokuja kwenye Ramadhani, wakati wa kufunga na kufungua, kuna misimamo tofauti kwa mujibu wa madhehebu. Na Wayahudi pia wana madhehebu yao. Na Wakristo pia mnajua tuna madhehebu yetu, ambapo hawa wanaamini hivi. Hiyo isilete shida sana, lakini ukweli ni kwamba Aprili 8 ndipo wanaanza Pasaka, na wanasema wanaamini kwamba itaisha Aprili 16. Ndivyo walivyokuwa wanaamini hivyo. Sasa kama ni hivi, basi tumeona ya kwamba Pasaka ni Passover. Easter ni nini basi? Ni swali muhimu sana. Tunapoangalia Easter ni nini, hapa nataka utoe wazo la mgogoro wa dini na madhehebu. Maana wengi tukianza kupresent vitu kama hivi, wanaanza kufikiria kwamba huenda kuna dini inatetewa au dhehebu linatetewa. Hapa tuachane na hicho kitu. Hapa tudili na taaluma.
Na kwa sababu hiyo basi ninakwenda kuiangalia katika encyclopedia inaitwa Britannica, Encyclopedia Britannica. Hii sio ya dhehebu lolote wala dini, ni ya kitaaluma. Wao wanatafsiri neno Easter kama kitu gani? Nitaisoma kama ilivyoandikwa. What is Easter? One of the principal holidays or feast of Christianity. Easter marks the resurrection of Jesus 3 days after his death by crucifixion. For many Christian churches, Easter is the joyful end to the Lenten season of fasting and penitence. The earliest recorded observance of Easter comes from the 2nd century, though it is likely that even the earliest Christians commemorated the resurrection, which is an integral intent of the faith. Aha, sikia vizuri ninaposema hapa katika Encyclopedia Britannica inasema hivi, iko wazi kabisa nakwambia, Easter, one of the principal holidays or feast of Christianity. Kwa mujibu wa Britannica anakuambia kwamba Easter ni sherehe kati ya sherehe muhimu sana za Wakristo. Lakini anasema Easter marks the resurrection of Jesus 3 days after his death by crucifixion. Anakuambia hii ni kumbukumbu ya ufufuko wa Yesu Kristo baada ya siku 3 za kifo chake pale msalabani. Lakini anakuambia Easter is the joyful end to the Lenten season of fasting and penitence. Lakini pia Easter ni sikukuu ya furaha sana ambayo inaonyesha mwishilio wa siku za Kwaresma za kufunga na kutubu. Hiyo ni encyclopedia, lakini sikiza inavyoendelea kusema, inasema the earliest recorded observance of Easter comes from the 2nd century. Kumbukumbu ya mapema sana iliyorekodiwa ya sherehe ya Easter inaonekana karne ya pili. Sikia, anasema japokuwa inaonekana Wakristo wa zamani walisherehekea sikukuu ya kufufuka kwa Yesu. Kwa nini ionekane karne ya pili? Lakini yakuambia kwamba nyuma ya hapo kuna Wakristo ambao walikuwa wanasherehekea ufufuko wa Yesu. Nikana kwamba Encyclopedia Britannica inatuambia hivi, kusherekewa kama Easter ni karne ya pili. Nyuma ya hapo walikuwa wanasherehekea tarehe, walikuwa wanasherehekea kufufuka kwa Yesu, lakini sio kwa jina la Easter. Kwa jina la Easter ni karne ya pili. Kwa hiyo ukiangalia vizuri hii Encyclopedia Britannica ambayo hata haihusiani na dini yoyote na dhehebu lolote, inakuwekea bayana kabisa kwamba hii sikukuu ya ambao kwa jina la Easter kabla ya karne ya pili ilikuwa haisherehekwi kwa jina hilo. Sasa naendelea kidogo na hii Encyclopedia Britannica, inaendelea kuchambua vizuri neno Easter, uone jinsi ilivyoliweka. Inasema hivi, nami nanukuu: the word Easter may come from Eostre, the Anglo-Saxon name of the Teutonic goddess of spring and fertility, whose festival was celebrated at the vernal equinox. Hii inakuweka wazi kabisa, nakwambia neno Easter linaonekana kama vile limetoka katika neno Eostre ambalo ni jina la mungu mke wa Anglo-Saxons, ambaye huyu aliaminika kwamba ni mungu wa mazao na ni mungu anayetokea wakati wa mvua pamoja na uzazi, wakati wa spring. Wewe utaelewa hivyo spring, utaiweka vizuri mwenyewe. Lakini ujue ni misimu ya mvua, kuna spring, kuna winter na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mungu wa kike, ni goddess, ni mungu wa kike. Huyu mungu mke ndiye ambaye ana hili jina. Kwenye Biblia wakati mwingine utamkuta kwa jina la Ishtar, Ashtoreth na vitu kama hivyo. Lakini sikia, nikaendelea tena, sikuishia hapo. Kwa sababu hizi encyclopedia unajua zinabadilika miaka, yani inamaanisha kwamba zinafanywa marekebisho, zinaeditiwa. Kwa hiyo lazima uangalie. Nikaangalia tena ya mwaka 1934, nayo ilikuwa na maneno haya: Easter, Ostara o Ishtari, goddess of spring in the religion of the ancient Angles and Saxons,
every April a festival was celebrated in her honor. With the beginning of Christianity, the old gods were put aside. From then on, the festival was celebrated in honor of the resurrection of Christ, but was still known as Easter after the old goddess. Ni encyclopedia ile Britannica, ili toleo la mwaka 1934. Kwa hiyo na yeye inakuambia kabisa kwamba ili neno Easter limetokana na neno ostara au ishtari au ishtari, na anakiri ya kwamba alikuwa ni mungu mke ambaye alikuwa anaabudiwa, mungu wa uzazi ambaye alikuwa anaabudiwa wakati huo. Lakini anasema wakati Ukristo ulipoingia, miungu ya kipagani ikiwa inaachwa, anasema sherehe ya huyu mungu iliingizwa katika Ukristo, lakini jina likaachwa lile lile kwa heshima ya huyu mungu. Narudia tena, Encyclopedia Britannica sio ya dini au dhehebu, ni ya kitaaluma. Inakupa ukweli kama ulivyo. Sasa unaweza kusema, mchungaji, je, kuna ushahidi mwingine kando ya Britannica? Maushahidi yako mengi sana. Webster Revised and Abridged Dictionary ya mwaka 1913 na nukuu, Easter Day, on which the rest of the movable feast depend, is always the first Sunday after the 14th day of the calendar moon, which 14th day falls on, or next after the 21st of March, according to the rules laid down for the construction of the calendar, so that if the 14th day happen on Sunday, Easter Day is the Sunday after. Naye anatafsiri ile tena Easter, anasema ni siku ambayo ilikuwa ni sherehe, wakati sikukuu nyingine zinaendelea kusogea, lakini hii ilikuwa ni sherehe ambayo anasema siku zote ni Jumapili ya kwanza baada ya siku ya 14 ya kuonekana kwa mwezi mzima. Na anasema ya kwamba au ilikuwa inaangukia siku ya 21 ya mwezi Machi, kutokana na kanuni zilizowekwa za kimahesabu ambazo nitakuambia hapo baadaye. Ndio maana utagundua kwamba Easter haina tarehe maalum. Ni tofauti na Christmas ambayo ni 25 25, 24 24. Lakini Easter inabadilika kwa sababu inategemea mzunguko wa mwezi. Tutaiona hapo baadaye ni kitu gani. Hapo na kuonyesha picha ya huyu mungu Ishtar ambaye ni Ashtoreth. Umuone jinsi huyu mungu mke alivyokuwa anaabudiwa, na hizi picha ni za zamani sana kabla Ukristo haujaja, na ilikuwa inaonekana hivyo unavyoiona. Na huyo ndiye mungu ambaye alikuwa anaabudiwa, ambaye ana jina la Ishtar, ambayo leo sikukuu imeitwa Easter badala ya kuitwa Passover. Nimekuonyesha picha ya pili hapo, itazame vizuri. Hizi ni kumbukumbu za zamani sana, wale wachunguza mambo ya kale waliziona picha kama hizo, na huyo ndiye mungu Ishtar katika sura nyingine kama unavyomuona. Sasa sikiliza, ili ujue kwamba hii sherehe ilikuwa ni sherehe ya kipagani tangu zamani. Leo hii kuna kundi la wachawi wanaitwa Wicca, ambao ni wachawi wa kule Ulaya. Watu wengi wakisikia uchawi wanaona kama vile uchawi uko Afrika peke yake. Hapana, hata Ulaya kuna uchawi. Sasa kundi la wachawi wa Wicca mpaka leo wanasherekea huyu mungu Easter kwa tarehe hizi ambazo zinaangalia mzunguko wa mwezi na hizi mvua ambazo tunaziona zikinyesha wakati wa mwezi wa Machi au Aprili. Ndio maana Easter itakuwa ni Aprili mwishoni, Machi mwishoni au Aprili mwanzoni, kwa sababu ya hayo mahesabu ya mzunguko wa miezi na hizi mvua ambazo zinatokea wakati huo. Sasa nanukuu gazeti la Toronto Star, hili ni la Machi 20, 2009. Angalia katika skrini yako kama unavyoliona gazeti hili. Huyu ni tunahitaje, ni priest au kuhani wa dini ya Wawika, ambaye alikuwa anaikaribisha sikukuu hii. Na ili gazeti wakati liliandikwa tarehe 20, 2009, liliandikwa vizuri kabisa. A Wiccan welcome, today is the first day of spring. Pagans hail the coming of the goddess Eostre. Wapagani wanakaribisha ujio wa mungu Eostre, ambaye ni huyo mungu Ishtar, na ni mwezi huo ambao Wakristo wanasherekea Easter.
na kuonyesha kwa ukubwa kidogo gazeti hilo liangalie vizuri, uonyeshe kwamba ni kitu ambacho kimezoeleka katika upagani kumsherehekea huyu mungu Easter, mungu mke. Na nukuu kidogo maneno machache kwenye gazeti hili la Toronto Star la mwaka 2009 Machi 20. Kichwa kikuu kilisema Pagans welcome goddess of spring. Wapagani wanamkaribisha mungu mke wa msimu huu wa spring. Anasema, to weekends, the vernal equinox is about more than stagizing, known as Eostre, or the more colloquial Lady Day. It is a religious occasion of mid-level importance. There is a goddess that we don't know. Anasema huyu kuhani. There is a goddess that we don't know very much about from the Saxon area of German. And her name is sometimes spelled Eostre, says Richard James, a 3rd-degree high priest in the Wiccan Church of Canada. Apparently, the Christian celebration is named after her. We just celebrate the arrival of the goddess of spring. The church has not organized anything for today, but James, expert member of Toronto 3,000 strong pagan community, to celebrate individually. There is also a special service planned for Sunday. Sometimes we might have a celebration in which we take priestess and wrap her up in something that looks like ice and celebrate having it melt, he said. Then we can dance around that and celebrate the goddess coming free. Huyu ni kuhani wa kipagani wa Wawika. Anakiri kabisa, anasema hii ni sikukuu ya mungu mke. Lakini pia Wakristo nao wameichukua kama ilivyo vile vile. Ndio sababu wakati wa sikukuu kama hizi za Easter utakuta kuna mayai, nitakuonyesha hapo baadaye. Kuna picha za sungura ambao walikuwa wanafanya ibada hizi kwa ajili ya huyu mungu mke, kwa sababu pia sungura ni ishara ya uzazi, ni mungu wa uzazi pia. Sasa kanuni ya mahesabu imetoka wapi? Ambapo nimekuambia wanaangalia sana habari ya mzunguko wa mwezi. Hii kanuni ilitoka wapi hasa? Kwa nini huu pagani uliingia katika Ukristo? Upagani huu wa Easter uliingia katika Ukristo kutoka kwa mfalme Konstantino, ambaye alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa ni Mrumi mpagani, lakini aliyekubali Ukristo. Kwa hiyo wakati naye amekubali kwamba ni Mkristo, akachukua sikukuu zake za kipagani zikaingizwa katika Ukristo hadi leo. Nilikuwa naangalia katika nukuu moja ya R.K. Bishop katika dictionary ambayo inaitwa Evangelical Dictionary of Theology ya mwaka 1984 ambayo ilihaririwa na Walter Elwell. Katika neno Easter ana maneno haya: the early development of the celebration of Easter and the attendant calendar disputes were largely a result of Christianity's attempt to emancipate itself from Judaism. Sunday had already replaced the Jewish Sabbath early in the 2nd century, and despite effort in Asia Minor to maintain the Jewish Passover date of 14th Nisan for Easter, or rather the true Passover, hence the name Quartodecimans, meaning 14ers, the Council of Nicaea adopted the annual Sunday following the full moon after the vernal equinox, March 21. Kwa hiyo anakuambia kwamba kumbe kulikuwa kuna mgogoro uliokuwepo hapo nyuma ya Wakristo walisema kwamba hatutaki kufanana na Wayahudi, tunataka tuwe tofauti kabisa. Sasa kwa sababu hiyo tayari walikuwa wamefanikiwa katika eneo moja ya kwamba Sabato ambayo ilikuwa ni sikukuu ya mapumziko kwa mujibu wa Biblia na Wayahudi pia, ikawa imeondolewa, wakaweka Jumapili ambayo ni siku ya Mungu jua, wakafanikiwa hilo. Kwa hiyo wakahitaji tena sherehe nyingine iondolewe. Wakaamua kuiondoa sherehe hii, wakasema tusifanane tena na Wayahudi katika sherehe ya Passover, yani Pasaka. Kwa hiyo wakaweka Easter.
na huyo unayemuona hapo ndiye Konstantino, ambaye aliinjinia masuala haya ya kubadilisha sikukuu mbalimbali za Kikristo zikaingizwa katika upagani. Kwa hiyo pakawa na sura ya kipagani na Kikristo kwa pamoja. Na Encyclopedia Britannica katika article ambayo inaitwa Konstantino ina maneno haya ambayo na yanukuu. Anasema, paganism must still have been an operative belief with the man. Upagani ilikuwa ni imani ambayo bado ilikuwa inaendeshwa ndani ya Konstantino. Kwa lugha rahisi, pamoja na kwamba Konstantino alionekana kwamba ni Mkristo, lakini bado alikuwa anaendesha mambo ya Kikristo katika mfumo wa kipagani. Hii ni Encyclopedia Britannica. Na iendelea kuinukuu tena. Anasema, he was at best only half heathen, half Christian, who could seek to combine the worship of Christ with the worship of Apollo. Alikuwa ni Mkristo, nusu mpagani, ambaye alitamani kumwabudu Kristo, lakini wakati huo huo kuabudu mungu wake Apollo. Apollo tu hapa ameandikwa kama mfano, lakini na miungu mingine. Sikiliza vizuri, hata leo tunavyoongea namna hii, kama kuna kitu ambacho Mungu anakichukia ni kuwa vuguvugu, nusu moto nusu baridi. Kwamba Ukristo ulihitaji uwe na vitu vya kipagani, lakini wakati huo tena na vitu vya Kikristo. Hata wewe Mkristo ambaye unajiita Mkristo, ambaye bado unakwenda kwa waganga na bado unakuja kanisani, ni nusu Mkristo nusu mpagani. Hiki ndicho ambacho Konstantino alikiingiza katika Ukristo, na jamii ya leo maelfu ya watu wanafuata hiki bila kujua. Najua nikifika hapo unaweza kuaniuliza, mchungaji, sasa kama mchanganyiko huko hivi, tumeingiziwa upagani katika Ukristo, ina maana ya kwamba tusisherekee sikukuu ya kufa na kufufuka kwa Yesu? Hapana, sina maana hiyo. Kuna mfumo ambao Yesu ametuelekeza kusherekea Pasaka wa kibiblia, sio wa kwetu. Huu ambao walikuwa wanaangalia mwezi wao na unavyokuwa mwezi mzima, full moon kwa lugha nyingine, wanaangalia zile equinox, wanapoangalia wakati ambapo usiku na mchana vinafanana masaa, vinalingana masaa, ndipo wanaanza kuhesabu sherehe zao. Ndipo anatuambia hii ndio Easter au ndio Pasaka. Hizo tuziweke pembeni, tufuate Biblia. Inasema kifo cha Yesu kinasherekewa kwa namna gani? Hilo ndilo swali. Sasa kama tunaenda hapo na kuomba, tusimame katika Biblia peke yake. Sasa akina Britannica naweka pembeni, akina nani naweka pembeni. Biblia imetuelekeza Pasaka au kifo na kufufuka kwa Yesu tusherekee kwa namna gani. Yesu alisema nini kuhusu kumbukumbu ya kifo chake? Unajua, kama nilivyokuambia kwamba Yesu alikufa wakati wa Pasaka. Sasa kabla hajafa, aliwaambia wanafunzi wake, niandalieni chumba ili nikaile Pasaka. Na wakaandaa chumba. Yesu akiwa pale wakamshangaa, ambaye ndiye bosi, ndiye Bwana, japo alikuwa katika umbo la kibinadamu. Natumia neno bosi kwa sababu tu ya lugha ya leo, lakini yeye aliye Bwana, yeye aliye Mwokozi, yeye aliye Mungu katika umbo la kibinadamu, akaanza kuwaosha miguu wanafunzi wake. Na wakati anawaosha miguu wanafunzi wake, akaonyesha ishara ya unyenyekevu. Ndipo kulikuwa na mikate mbele pamoja na zabibu. Hiyo ndio Pasaka ambayo alituachia yeye mwenyewe. Kwenye kitabu cha Luka sura 22 fungu la 19 anasema, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa kama unahitaji kufanya ukumbusho wa kifo cha Yesu, ni pale kwenye kanisa lako mnapokula mkate na kunywa divai, Yesu anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungu la 20, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Unaona? Kumbe alituachia utaratibu wa kusherekea Pasaka. Sasa swali, kama mchungaji unavyosema ndivyo Biblia inavyosema hivyo, ya kwamba tunapokula mkate, tunapokunywa divai kanisani, hapo tumesherekea mauti ya Yesu, yaani Pasaka. Je, ni tarehe ngapi natakiwa tufanye hivi? Wakorinto wa kwanza 11 fungu la 26 anasema,
maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Narudia tena, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Sikiliza sentensi hii vizuri, kila mlapo. Hatujaambiwa tarehe. Kwa kama mkiamua kanisani kwenu mfanye kila Jumatatu, sawa. Mkaamua mfanye kila Jumapili, sawa. Hata hivyo Wakristo wa awali, kanisa la mitume la kwanza la Wakristo, walikuwa wanakula hii Jumapili. Mkiamua mfanye kila Sabato, sawa. Mkiamua mfanye kila Ijumaa, hakuna kesi. Mkiamua mfanye Alhamisi, amesema kila. Kwa hiyo tarehe hakuna. Ila ukiamua ufuatilie ile Pasaka ya Kiyahudi, tarehe zake zipo, zinafahamika kabisa. Lakini amesema kila mnapokula mkate, kila mnapokunywa divai, mmetangaza mauti ya Bwana hadi ajapo. Sio Easter. Yesu alitoa mwongozo akiwa na wanafunzi wake. Kwa nini tusifuate mwongozo wa Yesu, tufuate mwongozo wa watu? Mungu akubariki sana unapotafakari kufuata kile ambacho Biblia inasema na wala sio watu. Na kama una maswali mengine, andika chini ya video hii swali lako, tutakujibu. Bwana akubariki. Kabla ya kuondoka katika televisheni yako, simu yako, pale ofisi unapoangalia, nahitaji kufanya maombi kwa ajili yako. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya muda huu. Tumeangalia ukweli kuhusu Pasaka. Aliyetazama na aliyesikiliza wapatie baraka yako. Ile damu ya agano jipya ambayo tumeisoma ikamfunike kila mmoja wetu. Na hata kama kuna mtu ambaye anaangalia sasa akiwa ni mgonjwa, ile damu ya agano ikamfunike ili kamweke huru dhidi ya magonjwa. Hata kama kuna mtu ambaye anaangalia sasa ana changamoto ya dhambi ambayo imemshinda, ile damu ya agano ikamfunike na kumpa ushindi. Neema yako yatosha. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen.